Mshirika mpendwa wa PCEA Kitengela Township, kwa mara nyingine tena na kukaribisha kwenye ibada yetu ya Kiswahili, leo ikiwa ni Jumapili tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka wa 2029. Jiunge nami katika matangazo ya wiki hii. Kutoka kwa meza ya LCC kuhusu ripoti za robo mwaka, wanawauliza viongozi wa vikundi na district zote kuweza kuwasilisha ripoti zao za robo mwaka, mwisho ikiwa ni tarehe 14 mwezi huu. Ripoti za makatibu ziwasilishwe za kutoka tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka huu hadi tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka huu. Waeka hazina wawasilishe ripoti zao za kutoka tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka uliopita hadi tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka huu. PCMF wanawajulisha wanaume ya kwamba ibada ya kuwekwa wakfu tarehe itatangazwa hapo baadaye, ilhali usajili unaendelea. Kwa wanaotaka kadi, malipo ni 150, beji 350 na tai 1250. Malipo yafanyike kwenye paybill nambari 418537. Akaunti andika neno kadi, beji au tai. Kisha utume ujumbe huo wa malipo kwa mweka hazina kwenye nambari 0722961535 kabla ya Jumapili tarehe 19 mwezi huu. Kutoka kwa meza ya wanaume ya PCMF Kitengela Township, wanawatangazia kuhusu ibada ya kiamsha kinywa. Itafanyika Jumapili ijayo tarehe 19 mwezi huu kuanzia saa 12 katika kanisa la wanarika. Mnenaji atakuwa ni mzee wa kanisa Bwana George Njenga na wanaume wote wanaalikwa. Shukrani za dhati zifikie kanisa lote kutoka kwa kikundi cha Women's Guild kwa kuweza kushirikiana nao Jumapili iliyopita. Hii ikiwa kama ishara ya upendo, umoja na kujitoa. Mungu awabariki. Kwenye meza ya kina mama ya PCA Kitengela Township Women's Guild, wanawajulisha wanawake wote ya kwamba ushirika wao wa Jumatatu utafanyika hapo kesho hapa kanisani kuanzia saa 10 jioni. Bethel watakuwa kwenye zamu. Wanawake wote wanaalikwa. Meza ya Guild pia wanazidi kuhamasisha kuhusu usajili wa wafuasi wapya. Iwapo una nia ya kuweza kujiunga na kikundi hicho, chukua fomu za usajili kutoka kwa mwakilishi wa Guild wa district yako. Kwenye meza ya evangelism, wanazidi kutualika kwenye ibada za adhuhuri. Hufanyika kila Jumatatu hadi Ijumaa, saa 7 kasorobo hadi saa 8 kasorobo hapa kanisani. Wana evangelism pia wanatualika kwenye ushirika wao. Hufanyika kila Jumatatu saa 12 jioni hapa kanisani. Kwenye meza ya wanarika, wanatujulisha ya kwamba Jumapili yao itakuwa ni tarehe 26 mwezi huu, na kwa minajili ya siku hiyo wanatualika kwenye harambee ya kuweza kufadhili huduma za kanisa la wanarika kwa kuweza kununua mitambo mpya. Sote kama kanisa tunaomba kuwashikilia. Kutoka kwa meza ya watoto almaarufu Chat School, wanawajulisha wazazi ya kwamba kipindi cha VBS kimeandaliwa. Kitaanza tarehe 13 mwezi huu na kukamilika tarehe 17 mwezi huu. Watoto wanapaswa kubeba kitabu, Biblia na kalamu. Vipindi hivi vitakuwa vikianza saa 2:30 asubuhi na kukamilika saa 9:30 jioni. Wazazi waweze kuwatayarisha watoto kwa minajili ya wiki hiyo. Kwenye habari za tanzia, tunasikitika kutangaza ya kwamba familia ya Bwana na Bi Mbugua walimpoteza mama yao Bi Lucia Wamboi wa Nyahururu. Kwa kufariji jamii na maombi, unaweza mfikia Bwana Mbugua kwenye nambari 0722656044 au Bi Mbugua kwenye nambari 0722219701. Makiwa kwa jamii na familia hiyo.
Kwenye habari nyingine za tanzia, familia ya Bwana Wilson Kimani naye Bi Hannah Wanjiru wa Ebeneza walimpoteza mama yao Bi Naomi Muthoni. Mazishi yatafanyika Alhamisi wiki ijayo katika kijiji cha Ngorika, Kiio, kaunti ya Nyandarua. Kutakuwa na maombolezi leo hapa kanisani pindi baada ya ibada ya pili. Unaweza kufikia familia kwa maombi na usaidizi kupitia Wilson kwenye nambari 0743893522 au Hannah kwenye nambari 0725731159. Makiwa kwa jamii na familia hii. Kwenye zamu Jumapili ijayo tarehe 19 mwezi huu, ibada za Kiswahili na Kiingereza Chat School wataongoza. Wanarika watakuwa naye Elda Mushiri na wageni watalakiwa naye Elda Beatrice Gashonga. Kwa niaba ya kikosi chote kilichofanikisha matangazo haya, nawatakia wiki yenye heri na baraka tele zake Rabana, chini ya uongozi wake Elda Henry Mushiri. Langu jina ni Wanjiru Margaret na mhariri wetu ni Bwana Edwin Mbao.